Ripoti hiyo ya shirika la ujasusi wa kitaifa iliyowasilishwa bungeni jana jioni inasema kuwa awali vijana hao walikuwa wakisafiri kama watalii wakitokea Kenya kupitia Istanbul, Uturuki na Falme za Kiarabu, lakini baada ya ukaguzi kuimarishwa katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, safari zimehamishiwa kupitia Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini. Hii inaashiria si harakati za mtu mmoja bali operesheni yenye utaratibu wa hali ya juu. Tishio kubwa zaidi ni madai ya ushirikiano wa maafisa wa umma, wahudumu wa viwanja vya ndege, maafisa wa uhamiaji, maafisa wa upelelezi, kitengo cha kupambana na dawa za kulevya na hata mamlaka ya ajira kufanikisha safari hizi. Taarifa hizo zimezusha wasiwasi kwa iwapo taasisi zinazopaswa kulinda mipaka na sheria ndizo zinazotumiwa kufungua milango wahalifu. Wako wanaoamini tatizo hilo si la kiusalama pekee bali la kimaadili na kiutawala. Kimani Ichung'wah ni kiongozi wa wengi katika bunge. Mashirika yamekuwa yakiwashawishi wa Kenya kuwapa mishahara minono, kwa mfano shilingi 1350 kwa mwezi na marupurupu mengine kati ya shilingi 1900 na milioni 1.2, na pia kuwapa uraia wa Urusi. Madai ya ushirikiano wa maafisa katika ubalozi wa Urusi jijini Nairobi na hata ubalozi wa Kenya mjini Moscow kutoa visa za wageni kwa wanaodaiwa kwenda vitani ni mazito. Vituo vya afya vilivyotajwa kutumika kufanya vipimo vya afya kwa wanaotarajiwa kusafiri ni Inspectorate Health Limited karibu na Muthaiga Square, Thika Road, na Universal Trends Medical and Diagnostic Center karibu na City Hall. Hata hivyo, vituo hivyo vimepata amri ya mahakama inayozuia wachunguzi kupata rekodi za kitabibu za wahusika. Mwanawe Esther Njenga alisafiri Urusi na kwa sasa anaiomba serikali kumsaidia kumpata. Mara ya mwisho tuliongea naye tarehe 24 November na akatuambia sasa tumeambiwa tunapelekwa frontline, huko hakuna network na hatuwezi enda na simu, kwa hivyo mniombe. Serikali imethibitisha kuwa Wakenya 24 wajulikani waliko tangu kuanza kwa vita hivyo. 39 wamelazwa hospitalini, 35 wako kambini na 89 wako kwenye vita. Ichung'wah ametoa wito kwa Wizara ya Usalama wa Ndani na Idara ya Uhamiaji kuongeza umakini na kuwachukulia hatua maafisa wa serikali wanaorahisisha safari hizo. Sakata hili linaakisi tatizo la ndani, ukosefu wa ajira na kukata tamaa kwa vijana. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.